nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Ndoa ni sehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu, kwa sababu ndiyo mbegu ya kwanza ambayo huotesha jamii kubwa ya watu. Wakikutana mwanamume na mwanamke kwenye ndoa, inategemewa kwa fadhila za Allah atawakirimu watoto. Kwa hiyo kule kuoa kwako ni mtihani mkubwa. Unaweza ukafanya makosa kwenye ndoa, na baada ya kuoa maisha yako au maisha yenu wanandoa ni mtihani mgumu. Mnaweza mkakosea mengi kwenye maisha ya ndoa, na mkipatia basi mnapata thamani kubwa, maksi kubwa mnapata ambazo mtastahiki malipo. Sasa kutokezea migogoro ni changamoto za kawaida, kwa sababu ndo tumeumbwa kwa shida, kama wanavyosema Waswahili wa Zanzibar, haswa kisiwa cha Pemba, wanasema ulimwengu hauraha. Hujaletwa hapa uenjoy, ustarehe. Hapa kuna majukumu ya kiutendaji na unaangaliwa wewe mtendaji performance yako. Panapohitaji ufanye kwa 100% ukafaulu kupata 100%, basi wewe ni mtukufu sana. Lakini mwingine hafiki 100% ya ufaulu, atapata 50, 25, 5. Hili tunapaswa tulitilie maanani. Kwa hiyo kuishi katika maisha ya ndoa na changamoto zinazoambatana na ndoa zinahitaji umahiri. Kwa hiyo namshukuru Allah, na Allah awabarikie walioleta fikra hii ya kutoa taaluma ya maadili ya ndoa, kwa sababu dawa ya ujinga ni elimu. Mifano iko mingi. Mtu anaweza akawa kasoma shule ya msingi, sekondari, kafika chuo, lakini anafika mahala anahitaji kuanza maisha ya kujitegemea. Mara nyingi tumezoea mtu hutafuta ajira, aidha ya kuajiriwa au ajira yake mwenyewe binafsi. Lakini kama katafuta ajira ya kuajiriwa, kwa mfano, nenda jeshini, nafasi ziko. Jeshini lazima kwanza recruitment course yako ya awali, wakutoe ule uraia wako, wakufomati upya uwe ni mtu wa aina fulani. Kwa hiyo kozi ya awali unayoenda inakuratibu uwe ni mtu wa aina fulani, na wana nidhamu nzuri tu ya kusimamia watu wao. Kwa hiyo huyu kuanzia siku ile ataishi kama mwanajeshi. Atafata taratibu zote ambazo anapaswa azifuate kwenye maisha yake. Atawekewa miko, huruhusiwi kama mwanajeshi suala 1, 2, 3 anapaswa heshimu. Na nyanja zote nyingine ziko hivyo hivyo. Sasa sisi kwa mfano huo ni Waislamu. Kama wanadamu tupo wengi duniani, lakini wengine wanasema hata Mungu hakuna. Wasomi wakubwa wanafanya mengi tena ya ajabu, lakini wanasema hakuna Mungu, hakuna maisha baada ya kufa, hakuna chochote kinachofuata. Wewe once ushakiri mimi ni Muislamu, kuna nidhamu maalum ya Uislamu unatakiwa uishi kwa mujibu wa nidhamu hiyo. Kuna kisa maarufu kimesimuliwa kwenye Qur'ani, kwenye suratul Mujadila. Kisa cha mama Khawla binti Thalaba na mume wake. Yalitokezea ya kutokezea kwenye maisha yao ya ndoa. Kwa sababu ya tabia tu ya kimaumbile, mume akahamaki, akatamka maneno ambayo kwa zama hizo yalikuwa yanahesabika ni talaka. Kamwambia, wewe kuanzia leo nakuona kama mgongo wa mama yangu. Tangu wakati wa ujahilia maneno haya yanamaanisha ni talaka. Mahusiano ya kindoa kati ya wawili hawa yanakuwa yamevunjika. Mwanamke hakupenda yeye kutalikika. Tena sababu yenyewe ni ya kizembe tu. Inavyosemekana huyu bibi alikuwa keshati ya udhu, anataka kusali sala yake ya faradhi, aidha dhuhuri au lasiri. Mzee kaja kumuomba mpango, anaambia njoo kwanza haraka, nisubiri ni swali. Bibi akaona
dakika chache tu, 5 au 10, namaliza ibada, alafu tutafanya shughuli nyingine. Mzee kahamaki, akatamka maneno magumu kama hayo. Mama kafanya ibada yake. Alipomaliza, kwa kujua uzito wa maneno, akaona aende akatake msaada kwa kiongozi wa umma, ndo waliyun amun kwa Waislamu wote, na halafu yeye ndo kadhi, kwa sababu sharia zimeteremshwa kwake, na hili ni tatizo la kisharia. Akatoka akalipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kumetokea 1, 2, 3. Na Mtume naye wakati huo haijaja hizi aya za kuleta sharia ya mambo haya, akasema mimi sioni zaidi ya kuwa ushachika. Kwa hiyo jizuilie na huyo bwana, kila mmoja aangalie maisha yake. Pamoja na hivyo, yule mama kalalamika, kajenga hoja, anataka maisha yake na yule mumewe yadumu. Akatoa sababu 2 mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna li indahu auladun au inna li minhu auladun, mimi nimezaa naye huyu bwana na watoto bado wako kwenye umri tegemezi. Watoto hawa in dhamamtuhum ilayhi dha'u, nikisema ndo nimeachana naye nimwachie wanawe, watoto watapotea kwa sababu baba sio mlezi. Wa in dhamamtuhum ilayya ja'u, nikisema watoto nikae nao mimi mwenyewe mama, watakufa njaa kwa sababu mimi si mchumi, sina chochote. Mashirikiano baina yangu na mume wangu ndiyo yatakayoleta makuzi mazuri kwa watoto. Hili ndo lilolipelekea nitetee msimamo wangu. Mtume akaambia, mimi sioni njia ya wewe kurudi kwa huyo bwana. Ninavyoelewa kwa matamshi hayo umeachika. Pale pale yule mama kabla hajaondoka kwa Mtume kachezesha midomo yake bila ya kusikika sauti nini anasema. Haya yametokea nyumbani kwa mama Aisha radhiallahu anha. Anasema, umetakasika usikivu wa Allah. Mimi na Mtume na Khawla tuko sehemu moja, sikuyasikia aliyoyasema Khawla, lakini yule ambaye ufalme wake uko mbinguni kasikia na kachukua hatua all over the sudden. Zimeshuka aya pale kwa Mtume, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ila akhir al-aya. Allah amesikia kauli ya huyu mwanamke unayejadiliana naye. Baada ya kukata tamaa, hakupata suluhisho kutoka kwako, kesi yake ameishtaki kwa Allah. Na Allah kasikia conversation yenu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alichokujia, uliomjibu, kasikia. Zikatiririka hizo aya, zikaja zikaweka utaratibu. Nachotaka tujifunze hapa kama Waislamu, kwa ule mfano nilosema wa jeshi, kuna nidhamu inakuongoza wewe uishi hivi. Sasa ukishakuwa Muislamu, unatakiwa uangalie kwenye lolote litakalo kufika, unalolipenda na unalolichukia, hili kwa Mola wangu likoje? Anataka nichukue hatua gani? Nilitekeleze vipi? Usiangalie kilichopo baina yako na mwenzako ukasema mimi nipe talaka yangu kwa mwanamke, au mwanamume akasema toka fungasha kila kilicho chako, toka nenda zako, sina haja na wewe. Kitu cha kwanza tuangalie dini, kwa sababu dini ndiyo udhamini wa maisha yetu. Na yale tunayoyafanya ndani ya dini ndo mtaji wetu ambao siku ya malipo tutauhitaji. Tunachokwenda kulipwa huko ni yale ambayo hapa tumechuma. Na kwenye maisha ya ndoa tunachuma mengi. Huwa inasomwa mara nyingi kauli kwenye hutuba za ndoa, mwenye kufunga ndoa kahifadhi nusu ya dini yake. Yale maisha ya ndoa ni nusu ya dini. Sasa ukishakamilisha hii nusu, unatakiwa umche Mungu kwenye nusu nyingine ya zaka, swala, hija na nyinginezo. Maisha ya ndoa ni nusu ya dini ya mtu. Kwa hiyo si sehemu ya kuichezea. Kwa nasema Allah awabariki walioleta fikra hii,
na awape nguvu ya kuifanyia kazi muda tutakaoishi hapa duniani, ili tutengeneze jamii itakayokuwa bora, kwa sababu Allah akiisifu nchi inayosifiwa huwa ni kwa sababu ya ubora wa watu wake, na akiilani nchi hailaniwi ardhi au miti iliyopo juu yake. Ikilaaniwa nchi ni kwa sababu ya ubaya wa watu wake. Sasa sisi ni watu, tutengeneze mazingira ya maisha yetu yawe mazuri, halafu tutunze jamii bora, kila kizazi kinachokuja kiwe bora kuliko kingine. Tusipofanya hivi, masala ya kupeana taaluma na tukaishi kwa mujibu wa kile tulichosomea, kila kizazi kitakachokuja kitakuwa ni kibaya kuliko kilichotangulia. Sasa kama tuna uzoefu wa kuona tunaharibikiwa kila mwaka, tubadilike ili tutengenekewe kila mwaka. Tuelekee kwenye mafanikio na tuache mazoea ya hivi ambavyo tunarithi. Tuache vitu ambavyo wanafanya watu. Tufate utaratibu ambao ametupangia Mola wa watu. Na jambo la pili, ili nimalize maneno yangu, niombe ofisi ya Mufti ambayo ni chombo cha serikali. Na serikali kwenye maisha ya watu ni muhimu sana. Watu wasio na uongozi, basi hata wanyama wanakuwa afadhali kuliko wao. Niwaombe walimu wangu kwamba kuna msemo maarufu wa watu wanasema wa kienyeji, ukijikaza shughulini karamu huwa yako. Kwa hiyo huku kwenye jamii kuna watu wenye kujikaza shughulini. Sasa inaonekana ile karamu inakuwa kama yao, kumbe wamealikwa tu. Lete sahani 10. Hebu jipangeni wanne. Anajipa jukumu sio lake, lakini waliopo watu wote wanasema huyu ndo mwenye shughuli. Sijui mnanifahamu? Sasa yule ambaye yuko active, kachakarika, anajituma, watu watasema ndo mwenye shughuli, kumbe wala hahusiki na ile shughuli. Sasa huku kwenye jamii kuna mengi. Lakini hata alipokuwepo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, kaweka nidhamu ya kwamba masala ya kijamii yana mwahala wake. Kuna ibada ya zaka, lakini zaka haitolewi kiholela. Kama ingelikuwa wenye uwezo wote wa kutoa zaka wanatoa ipasavyo, na wanaostahiki kupewa wote wanapewa zaka ipasavyo, tusingekuwa na shida ya maisha hapa kwetu. Lakini kuna utaratibu, kuna wataalamu, hiyo ndo kazi yao wanayosomea na wanaajiriwa, wajue haki au masala ya umiliki wa watu na tarehe zao za kutoa zaka. Wale wanaostahiki kutoa, wataalamu hawa wanajua fulani kwa mali alizonazo anastahiki kutoa kiasi kadha, mifugo yake ni kiasi fulani, atoe kiasi kadha, mali yake ya biashara ni kiasi fulani, anatapaswa atoe kiasi kadha. Kinachokusanywa kinakusanywa na kitu ambacho kwa lugha za leo inaitwa serikali. Watu wanafanya hizo amali wenyewe kienyeji, lakini kama alipaswa kutoa milioni 40 zaka yake, anaweza akatoa milioni 10 tu, akasema mimi nishatoa zaka, lakini hata hajui anamdanganya nani, kwa sababu hapana usimamizi na hakuna anayefuatilia. Katoa. Lakini wakati kuna usimamizi, basi umakini, usahihi, uaminifu na uadilifu vinatengeneza kile ambacho